Wanasayansi wa Afrika wana vipaji, na mimi nikiwa kama mfano hai naonyesha ya kwamba talanta ipo Afrika. Lakini ili kuwezesha wanasayansi wa Afrika kuleta hii kipaji yao mbele, lazima wasaidiwe. Miaka 20 iliyopita, wazo la kuwa mwanasayansi mashuhuri nchini Ujerumani lingeonekana kuwa ndoto ya mbali kwa Daktari Charles Otieno Ogolla. Alikulia nchini Kenya akiwa na shauku kubwa ya elimu, huku akifahamu changamoto za kifedha zilizokuwa zikiikabili familia yake. Na kwa wakati huo hata mama mlezi hakuwa na mahali maalum ambapo tulipoweza kuishi. Maisha yalikuwa magumu, lakini kwa wakati ule wote nilikuwa kabisa nimependa kusoma. Nilisoma vitabu, magazeti. Nilikuwa tuna ile hadhi ya kusoma kabisa. Imani hiyo ndiyo iliyomwelekeza hadi Ujerumani mwaka wa 2016 alipojiunga na chuo kikuu cha Siegen kilichopo katika jimbo la North Rhine-Westphalia NRW. Leo akiwa na umri wa miaka 36 ni miongoni mwa watafiti wanaoongoza katika kituo cha uchambuzi wa nano, kemia ya nano na teknolojia za vihisishi vya mifumo ya kidijitali. Kituo hicho kinafadhiliwa kwa zaidi ya dola milioni 100 kutoka serikali ya jimbo la NRW kwa ajili ya kuendeleza utafiti wa kisayansi wa hali ya juu. Utafiti wa Ogolla unalenga kuboresha uhifadhi wa nishati, hasa namna mabadiliko madogo katika kiwango cha atomu yanavyoweza kuongeza uwezo wa muda wa matumizi ya betri. Kwa mfano, pengine wahitaji betri hizi 2 kwa mahitaji zako za kinyumbani. Lakini baada ya utafiti wangu huu, utahitaji tu batri 1 kama hii, na pia itadumu kwa muda mrefu. Ogolla anatumia hadubini maalum zenye uwezo mkubwa kuchunguza muundo wa atomu ndani ya betri. Majaribio hayo hufanywa katika mazingira ya baridi kali sana yanayojulikana kama cryogenic conditions, hali inayowezesha wanasayansi kuelewa vizuri tabia za mifumo ya kikemikali katika kiwango cha nano. Kazi ya Ogolla ina umuhimu mkubwa zaidi duniani kote. Betri nyingi zinazotumika kila siku hutegemea madini kama lithiamu na kobalti ambayo huchimbwa kwa kiwango kikubwa katika nchi kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Cha muhimu kufahamu ni kwamba katika betri hizi kuna madini ambayo zawezesha zile chemical reactions. Kwa sababu tuna tafiti na kuunda betri ambazo zina nguvu zaidi na zinazodumu zaidi, tunapunguza haja ya kuchimba madini zaidi ili kuunda betri zaidi. Teknolojia bora za uhifadhi wa nishati zina nafasi muhimu katika kuimarisha usalama wa nishati na kusaidia maendeleo ya uchumi wa kijani. Ogolla anaamini kuwa wanasayansi wa Afrika wanapaswa kuwa mstari wa mbele katika kutafuta suluhisho hizo, lakini anasema hilo linawezekana tu ikiwa kutakuwa na uwekezaji mkubwa katika miundombinu ya utafiti. Kenya, Tanzania na nchi za Afrika zote kwa ujumla lazima ziweze kuleta infrastructure ambazo zaweza kusaidia wale wanasayansi kuitimiza kazi yao. Hivi karibuni Ogolla alifikia hatua muhimu kitaaluma baada ya kutetea shahada yake ya uzamivu kwa daraja la juu kabisa, summa cum laude. Yeye ndiye mtafiti wa kwanza katika kituo hicho cha Siegen kupata heshima hiyo. Ogolla anasema kujifunza lugha ya Kijerumani na kutangamana vizuri na jamii zilikuwa hatua muhimu katika safari yake ya mafanikio. Kwanza ni kujitahidi. Ya pili, mwendo ni mrefu, kwa hivyo usitembee peke yako. Tafuta wale ambao wanaweza kukusaidia, wanaweza kushika mkono. Mwenyewe nimesaidiwa na wengi sana, na tumefanya kwa nidhamu na kujitahidi, nimeweza kufika penye nimefika. Baba huyo wa mtoto mmoja anaamini safari yake kutoka Kisumu nchini Kenya hadi katika moja ya maabara za kisasa zaidi barani Ulaya inaonyesha kuwa wanasayansi wa Afrika wana uwezo wa kuongoza katika mbio za teknolojia ya nishati safi duniani.